Kero yangu Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilichelewa kidogo, lakini baada ya kuambia umefika nikaona niache shughuli zote niweze kufika kukuona, kwa sababu nilikuona kwa njia ya TV lakini pia kwenye mtandao. Kero yangu kubwa ipo kwenye maji kijiji cha Ndungu. Kuna mtu mmoja hapa anaitwa Rwasa, baada ya kumkabidhi maji kijiji cha Ndungu, huyo ndio amekuwa tapeli mkubwa. Maji yalikuwa yapo kwenye utaratibu wa vijiji kama kawaida na yalikuwa yananyewa kama kawaida. Baada ya kuingia Rwasa, wakati na huyo meneja wao mwizi ambaye ameondoka na hela zaidi ya milioni 30 lakini mwizi huyo amekabidhi pikipiki, amekabidhi nyaraka zote. Baada ya kumbana kwenye mkutano wa mwisho tukaambiwa amekimbia. Mheshimiwa Waziri Aweso yupo, tuna mateso, tuna mwaka huu ni watatu, maji hatuna. Sana kungetokea mlipuko wa magonjwa watu wangewajibika. Hilo la kwanza. Huyo aliyekimbia ameenda wapi? Hatujui. Ni nani huyo? Kuna mtendaji wao Rwasa, kuna mtendaji yuko hapa, alikuwa hapa, sijui mheshimiwa, sijui nani, Samu, sijui nani, ndio alikuwepo hapa. La pili, hebu ngoja kwanza mtu aweze kukimbia na hela tukamwacha hivi. Pale Mombo kuna mkandarasi alipewa milioni 100. Usiende mbali wewe mwenye majibu. Amepewa milioni zaidi ya mradi wa zaidi ya milioni 900. Amechukua fedha zaidi ya mwaka na mradi atekeleze. Nikasema huyu atafutwe popote alipo, kabla sijatoka Tanga akamatwe na asiachiwe mpaka azitapike hizo fedha. Sasa hebu tuambie huyu mtu yuko wapi anayeelezewa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, au ndio wewe? Mimi nijitambulishe, ni meneja wa Rwasa wilaya. Ni kweli kulikuwa na ubadhirifu wa fedha kiasi cha shilingi 500,000 katika vituo vya kuchotea maji Karemawe. Hawa watu walilipa nje ya mfumo wa electronics kwa maana ya GPG. Akachukua kaimu manager wa jumuiya ya tumiaji maji 500,000, lakini yuko wapi? Huyo bwana ametoroka. Ametoroka, ameenda wapi? Kwa kweli mimi niliripoti polisi, niliomba hili swali lifuatiliwe kwa sababu sina uwezo wa kumtafuta. Baada ya kuchukua dhamana alitoroka eneo, lakini nashukuru nilizinda vifaa vya ofisi, pikipiki za serikali vilirejeshwa, lakini yeye alitoroka. Huyu alienda wapi? Wewe wanasema unajua yuko wapi huyo mtu? Mheshimiwa, mimi mwenyewe namtafuta. Mimi namtafuta, na hata sasa hivi kama kuna mwananchi anajua alipo, mimi niko tayari kushikia jeshi la polisi kamati. Hebu pelekeni hizo taarifa zake kwa kamanda wa polisi wa mkoa. Awasiliane na makamanda wenzake popote pale alipo, asakwe na akamatwe na arejeshe fedha na afunguliwe mashtaka.